Habari zenu wa Tanzania. So nimejaribu kufind out ni kitu gani kinachoendelea ndani ya Chadema na issue ya Heche. So hii ndio information ambayo nimeweza kupewa kwa watu wawili watatu ndani ya Chadema ambao nimeweza kuongea nao na wameniexplainia kinachoendelea. Sasa kinachoendelea ni hivi kwamba sasa hivi kuna watu ndani ya Chadema wameshafika bei na sisi kwa maridhiano, kufanya maridhiano. Sasa watu wanaosumbua CCM kufanya maridhiano ndani ya Chadema ni wawili. Lissu, mnaambiwa Lissu amekataa maridhiano, amekataa, yani katoa instructions Chadema wasifanye maridhiano na wauaji. Kawaambia bora mniache mimi nife humu, lakini msifanye maridhiano ya kiuni. Naona? Kwa hiyo Heche anajaribu kufata sasa kile anachokitaka Lissu. Kwa hiyo huku nje mtu wa Chadema alibaki ambaye anagoma maridhiano mpaka mwisho wa siku ni Heche. Unaona? Sasa kuna watu ndani ya Chadema wameshafika bei na CCM ya kupush haya maridhiano na Chadema ingie kwenye maridhiano. Tatizo ni viongozi hawa wawili. Lissu ndio kiongozi mkuu, lakini yuko ndani hana power. Hawa ambao wako nje wakiamua kufanya maridhiano, hakuna kitu Lissu anaweza kufanya. Chadema inaweza kufanya haya maridhiano hata bila Lissu kwa sababu yuko ndani. You see? Kwa hiyo mtu mwenye power huko nje ni huyu, ni Heche. Unaona? Na Heche hataki maridhiano. Unaona? So sasa hivi kuna watu Chadema sasa wanatafuta sasa jinsi ya kumchomoa Heche. Chadema wanatafuta sasa jinsi ya kumchomoa Heche ili wamweke mtu ambaye ataenda sasa kwenda kufanya maridhiano. I'm not sure if you understand it. Mbali na hiyo kwamba kuna watu ambao tayari wamefika bei, yani watu ndani ya Chadema ambao wameshafika bei ya CCM ya wauaji na wako tayari kutuuza Watanzania na kwenda kufanya maridhiano na CCM. Ukiacha mbali na hiyo, kuna drama ndani za kina Sugu. Sugu analeta a lot of issues. Issue ya Sugu ya kwanza ni issue ya yule Msigwa kurudi Chadema. Unaambiwa Lissu Sugu hajapenda na hataki kwa sababu yeye ndo alikuwa ana beef kubwa sana na Msigwa. Yani issue kubwa ya Msigwa kutoka Chadema ilianzia issue ya beef yake na na Sugu. Sasa kama mkikumbuka kile Msigwa alivyoenda kupokelewa, yani alivyoenda kule kwenye kanda ya Sugu, walivyofanya ule mkutano, alienda Heche, sio kina nani wakafanya mkutano mkubwa. Sugu akasusa kwenda, na ile ilikuwa ni kanda yake, yeye ndo alitakuwa kuwa pale kumpokea Msigwa, yani kwenye shughuli. Sugu akasusa, hataki kwenda kwenye shughuli. Wakajikusanya wao na kina Lema kina nani, wakaenda kufanya shughuli yao nyingine. Yani kama mnakumbuka, I think ile siku kuwa kuna shughuli mbili, Kwa hiyo mpaka pale tayari walikuwa wameshaanza yani kujigawa hivi. Alafu kuna kama issue ya jealousy ambao nimeambiwa sasa iko ndani ya Chadema. Sasa nimeambiwa kuna statements ambazo amezimake kaongea kakaangu Lema. So sitaki kumshtumu sana, lakini sasa huyu mtu ambaye nimeongea naye ni mtu prominent pia. So anasema kuna statements ambazo kaongea juu ya Heche. Anasema kwamba Heche ana ego kubwa. Kwa nini akaenda kusimikwa kuwa chief na wakati mwenyekiti yuko ndani? He's taking personal glory. Yani kama vile Lissu kuwa ndani, yani yeye ananufaika sana. Yani kama kuna issue ya wivu kwamba Heche is becoming too big, yani ile support wa Tanzania kwa Heche, yani kuna
yani ni utoto na upumbavu na ujinga ambao uko ndani, afu ni watu ambao yani hata mtu hawezi kukafikiria, watu kama kina Sugu. Yani nchi iko sehemu ambao tunawahitaji watu wawe kitu kimoja, watusaidie, lakini huwezi kuamini. Yani ndio hivyo sasa. Nimeambiwa, na ndio sababu pia wamesusa, hawakutaka hata kwenda kwenye msiba wa dereva wake Heche. Yani ni issue ya hivyo. So yani kuna division, alafu kwenye hiyo division kuna watu ambao wanampiga mawe Heche kwa sababu tu ya ile wivu, kwamba ile status, kwamba Heche walikuwa naye kitu kimoja, sasa hivi yani kwamba ile issue ya status. Alafu ndo kuna hawa group ingine ambao limeshafika bei, wako na CCM sasa. Yani sasa ndo wanafanya kazi ya CCM, kwamba lazima Heche atoke hapo ili akae mtu ambaye ataenda kuipeleka Chadema kwenye maridhiano. You see? Na so nilikuwa naomba Watanzania tuamke sasa hivi. Naomba tumpiganie Heche kwa nguvu zote. Tumpiganie Heche, tumpiganie Lissu. Hawa watu wawili ndio our last line of defense. Hizi mbwa zingine, jamani, nyinyi wengine ambao mko Chadema na mnataka kwenda, mmeshafika bei, mnataka kwenda kufanya maridhiano, tokeni mwende huko ACT Wazalendo, Chauma, mkafanya maridhiano. Sisi Watanzania tuko nyuma ya Chadema inayoongozwa na Lissu na Heche. Ndio watu tunaowaamini. Nyinyi mbwa wengine msituletee uuni wenu. Okay? Sijui anajidai, sijui anajifanya nini, acha ajifanye. Sisi ndo tunaompa hiyo nguvu ya kujifanya yeye, sijui ego. Sisi ndo tunaompa hiyo ego, wananchi, kwa sababu tumemwamini. Kala hela, fuck you. Hela ni zetu. Sisi ndo tumezitoa. Nyie zinauma nini? Nyinyi viongozi wengine wa Chadema, sijui watu wengine wa Chadema, mlitoa ngapi? Tumetoa sisi wananchi. Hela ni zetu. Shut the fuck up. Okay? Hakuna mwananchi alifatwa dukani kwake, akachukuliwa kodi, akakatwa kodi kubwa kuliko biashara yake, afu hela akapelekwa Heche. Okay? Sisi wananchi ndo tumetoa zile hela. Sasa nyie mnataka kutumia hela zetu sisi kwenda kumuondoa Heche ili muweze kuweka mtu wa kwenda kufanya maridhiano. It's not going to happen. Watanzania lazima tumpambanie Heche, tumpiganie Heche. But kusema kweli, I'm so disappointed na watu kama kina Lema, I'm so disappointed na watu kama kina Sugu. Nimeambiwa Mnyika hausiki, Mnyika yeye anaenda na kitabu. Nimeambiwa yeye Mnyika ni mtu anaenda na law, yani zile law za chama yeye anafuata, yuko pale. Lakini kuna hawa wengine hapa, yani kama kuna wivu fulani, Msigwa, kwa nini Msigwa karudi kapewa nafasi hii? Yani kwa nini? Yani hivyo. Yani hawatuangalii sisi wananchi. Hata uko ndani ya Chadema kuna watu hawaangalii situation iliyopo kwenye nchi. Wako yani wanajiangalia wao, sijui huyu kafanya nini. Please. We need you to be one thing. Na kama mtu kuwa one thing, mjue sisi hatuko na nyie. Sisi tuko na Heche, tuko na Lissu. Na tuko na Chadema inaongozwa na Heche na Lissu, na muwezi kumtoa hapo. Ambaye hataki atoke Chadema akafanya shughuli zingine stupid.